Ndugu wanaushirika na Watanzania wenzangu, nimetaarifiwa kuwa jana mlikuwa na kongamano ambalo lilitoa tafakuri pana ya historia ya ushirika nchini, ikiwemo changamoto zilizopo na mchango mpana wa ushirika kwa nchi, sekta ya kilimo na mkulima mmoja mmoja. Hongereni sana. Na naambiwa moja katika walimu mahiri jana walioeleza vizuri zaidi, mdogo wangu Bashiru alikuwa mmoja wapo. Asante sana. Hongereni sana. Ni matumaini yangu kuwa tafakuri hii itakuwa chachu ya kuzipatia ufumbuzi changamoto zilizopo pamoja na kufanya maboresho ili kuleta maendeleo zaidi. Dhamira yetu kwa sasa ni kuona ushirika unachukua nafasi yake ili iongeze tija kwenye kilimo na kuongeza mchango kwenye pato la taifa. Serikali imechukua hatua madhubuti ya kuimarisha sekta ya kilimo kama ilivyoelezwa na waziri pale, ili kuongeza uzalishaji, kuhakikisha usalama wa chakula na kukuza kilimo biashara. Lakini pamoja na hatua hizo, bado sekta ya kilimo kwa sasa inakuwa kwa 4.2% mpaka mwaka jana 2024. Tunategemea kidogo mwaka huu kwa 5%, na miaka inavyokwenda tutakwenda kukua kila miaka inavyopita. Lengo letu ni kuifanya sekta hii, kwa sasa inachangia kama 26% hivi ya pato la taifa mpaka takwimu za mwaka jana. Sasa lengo letu ni kuifanya sekta hii kuwe kwa 10% ili iwe na mchango mkubwa zaidi kwenye pato la taifa.